Ujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, ninakukaribisha kuweza kufuatilia uchambuzi wa habari ambao kama kawaida unakuwa ukijumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, lakini pia kuna kuwa habari za mikoani na habari za kitaifa. Isake Muruta Ashibed na kuletea uchambuzi wa habari. Upande wa pili Omari Makele Usira shikilia madawati la mitambo na kualika kwa utulivu wa batana nani mwanzo hadi tamati. Na tunafungua ukurasa wa habari muhimu nikimkaribisha Bibu Kurtantine Aldama. Karibu. Asante sana Isake Mulucha Ashibe kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Tukianza katika mji wa Baraka, mtu mmoja ameponea chupuchupu kufariki kisha kupigwa risasi zaidi ya 2 bila mafanikio na watu wasiojulikana usiku wa Jumatatu ya tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 katika kata la Kibonjwa mjini Baraka. Na huko Kakungu ni kwamba binti mmoja aliyeitwa kwa jina la Biosa amefariki baada ya kupigwa risasi iliyoswata tate yake ambaye pia amebaki na majeraha. Kitendo hicho cha ujambazi kimeripotiwa mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo katika kijiji cha Aongo. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Kananda Bwana Masumbuko Amisi amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho halifu. Asante sana Bibu Kurtantine Aldama kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianza na habari za mahali mjini Baraka. Ni kwamba muungano wa wafanyabiashara mjini Baraka umewataka wanamemba wao kutokulipa tozo kwa kitengo cha ITP hadi pale watakapoonesha vikaratasi halali vinavyowaruhusu kutoza pesa yoyote kwa wafanyabiashara. Kwake Ali Mukindula Lebon, kiongozi makamu wa FEC mjini Baraka, amesema wao kama FEC tayari wamekiomba kitengo cha ITP vikaratasi vya kuwaruhusu, ila hadi sasa bado havijaonekana. Ali Mukindula Lebon, kiongozi makamu wa FEC pa Baraka, anaeleza yafuatayo. Sisi ni jambo kabisa la mshangao. Hatuwezi kataa kama tusikie hiyo service katika jiji letu la Baraka. Ofisi hiyo tunaishikia, na tunapoisikia tulisha jaribu kuikana au walifika kwenye ofisi ya FEC wakaja kujitambulisha. Tukawaambia kwamba sisi mtuletee matext zenye zinatufrape sisi kama ba operateur economique, kwa sababu sisi hatujui ITP na mchuuzi wanakamatana wapi na wapi, hatujui. Kwa hiyo mtuletee matext tu exploiter, après avoir exploiter matext tena tutakutanana tuyue nini ambacho kinatushikilia sisi kulipa ushuru. Atukatai. Mais jusqu'à présent, il y a presque 1 mois et demi mpaka hivi hatuja waona. Leo hii nilikuwa mu mission de service, nikasikia kama walifika kwenye ofisi ya FEC na hakuna document ambayo walioiacha pale. Na kulingana na hiyo ndio maana sisi tulipenda kusema kama ITP atujue nini ambacho wanatushikilia ili tutoe ushuru wa service ya ITP. Atujui na tujue comment expliquer service ya leta kulipisha mataxes za leta ambazo sisi FEC comme le partenaire wa gouvernement congolais atujue ile mataxi kama ni mataxi ya aina gani. Sisi kama sisi FEC wa partenaire wa leta congolais tuko marafiki na tunapaswa tumikia pamoja. Nikupenda kusema kama wenzetu sisi tuliwaambia walete matext zao. Comme jusqu'à présent tuyapata ile matext atuwaruhusu, sisi tunakataa. Mpaka siku atatuletea ile matext tuyue tuko frappe na nini, na kile kenye tuko frappe ndio tutalipa. Lakini gisi walifanya ile jeuri mwezi mzima na nusu, ndugu mtangazaji, atuyapata ile matext. Maana ni jeuri ambao wenyewe wanafanya. Kwa hiyo tunasema kama sisi hatupo tayari, na tunasema kwa operateur economique kusiwa operateur economique wa kupokea aja wa ITP mpaka tena gisi watajisikia watuletee matext zao tunaziexploiter, basi tunavanse na vingine. Upande wa uongozi wa kitengo cha ITP ambao wakutaka sauti zao zirekodiwe kimehakikisha kuwa hivi karibuni wataonesha vitambulisho vinavyowaruhusu kutoza pesa hizo kwa wafanyabiashara. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mtu mmoja ameponea chupuchupu kufariki kisha kupigwa risasi zaidi ya 2 bila mafanikio nao watu ambao bado kujulikana usiku wa Jumatatu ya tarehe 15 Oktoba 2025 katika kata la Kibonjo ya pili mjini Baraka. Ripoti yake Omari Makele Uzil yaangazia zaidi.
Naam, hiyo ni kweli kabisa mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Katika mazungumzo na muhanga wa tukio hilo amesema kuwa ilikuwa mida ya saa 1 usiku ndipo watu wenye kumiliki silaha walifika nyumbani kwake na kumnyang'anya simu yake. Wakati wa purukushani ya kupenda kuchukua simu yake ndipo walianza kumfyatulia risasi kwa kuhitaji kummalizia maisha bila mafanikio. Katika purukushani hizo ndipo muhanga wa tukio hilo alifaulu kunyang'anya silaha wahalifu hao. Sawa ndugu mtangazaji, mimi nilikuwa mida masaa 1 natoka kwa edisio kupakiza masaison flash. Nikafika hapa nyumbani nilikuwa na chupa yangu ya maji ya kinju. Mbona nikakaa kwenye kiti pale, mke wangu alikuwa anaandaa chakula hapo. Nikapigiwa simu na mzee, nikawa naongea na mzee, nikatoka pembeni, nikaikaa pembeni juu ya sauti ya watoto hivi parcel yangu. Nikaanza kuongea tu kusimu, mimi kwa hapo hivi kusimu kafika askari wawili. Mmoja yuko na bunduki, mwingine ana bunduki na kufika tu mikono na kunyang'anya ile simu yangu niko naongea nayo. Ndio nikamwambia sasa mwe, jua nini mnanyang'anya simu yangu na hapa ni kwangu naongelea katika parcel yangu na hii ni mida saa 1. Jua nini wewe unachukua simu yangu na ingaliki mida saa 1? Akasema ikakimya hapo. Akasema ikakimya jua nini? Wewe anyang'anya yule mwenzake askari mweniko na bunduki. Akaenda na simu yangu akashuka kule. Mimi nikabana ule mwene ana bunduki. Nikasema hapana, wewe sitaki kuachilia, unipatie simu yangu. Njoo ile mtu nikambana pale. Mimi kumbana vile ule mwenzake askari akakuja, akafika mbele yangu. Atapiga risasi hivi ule mwenzake nikamgeuza. Akatapiga tena risasi ule mwenzake alikuwa mbele yangu. Hapo ndio kidogo tu mimi nikatereza kidogo na ule mwenzake askari akapiga masase 2 katika mwili wangu. Sehemu za mbavu nikaona tu vitu bwana nipita tu hivi mbavu tu. Hivyo tena kugeuka tena nyingine kumgonga kanipiga. Hiyo tena ikanipita tu hivyo, yani masasa ikaingia katika mwili yangu. Ndio ilikuwa masasa 3 ile nilipigiwa katika mwili wangu. Niko tu hivyo na bana tu mwenzake, mke wangu alikuwa hapo kaanza mikalalamika. Yule askari akachukua tena bunduki akamgeuzia tena mke wangu. Pale kwa hata anatapiga mke wangu, ule mwenzake askari mwenyewe nilikuwa na bana nikamwachilia, njoo nikamkimbilia mwenyewe na bunduki, ile bunduki nikaibana, ile masasi yanayetapiga mke wangu yote ikaanguka chini, ilikuwa masasi 2. Njoo hapo nikaanza kupigana nao, mimi mtu mmoja kwa askari wawili. Nikaanza kupigana nao, bahati nzuri ile bunduki nikawanyang'anya. Sasa kipindi walipoona nachukua bunduki hiyo, hapo njoo wakakimbia. Na njoo nikabaki na bunduki mikono yangu hapa nyumbani kwangu hivi. Na bahati nzuri vyombo vya sheria vikafika hapa, komanda de ville akafika hapa, njoo tukachukua ile ulinzi, wakaongea na wenzao wa vyombo vya sheria, ikabidi ile silaha niwapatie na wakamwambia hapana, mchukulie kijana ulinzi kwa siku ya leo, jua hapo gisi amebakia na silaha labda anaweza kufika hapo. Njoo nikalala hapa na askari tukamka mpaka asubuhi. Njoo gisi tukio litokea leo hivi. Walikuwa wanaongea lugha ya Kibembe. Mimi nasema Kibembe na wenyewe wanajibu Mkibembe. Upande wake Ichukwe Mixon, mratibu wa shirika la vijana wasomi mjini Baraka na tarafa la Fizi, Ajife kwa ufupi, ameanza kutaja visa vya mauaji vinavyoripotiwa kwa muda mfupi katika mji wa Baraka. Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba hali ya mauaji na uporaji iendelee katika jiji, huku tukikumbusha kwamba kwa siku zilizopita ameuawa aliyekuwa notable wa Lubumba, mzee Eresi, na bibi yake kupata majeraha makali na kulazwa kwenye hospitali kuu ya Baraka. Pia baba mwingine ameuawa katika eneo la Mshimbake, na hivi karibuni duka moja kuvamiwa na wezi ambao walifaulu kuingia ndani ya duka hilo kupitia kukata manjanja juu ya nyumba na kupora na kutoka katika njia ile ile walioingia. Sasa hapo jana mida ya saa 1 usiku masasi yamesikika katika kata ya Kibonjo ya pili chini ya kanisa la Adventist, ambayo yamekuwa na lengo ya kupora kijana mwingine simu alikuwa kwake pamoja na mke wake. Watu wenye kumiliki silaha wawili wamefika na kumwambia eti atoe simu, wamenyang'anya simu. Wakati yule aliyenyang'anya simu kumpa mwenzake simu na kukimbia nayo, huyo aliyekuwa na silaha yeye alifaulu kukamata yule mwingine. Baada mwenzake akaanza lalamika, yule alipotaka kurudia, kijana huyo alikuwa shupavu ambayo tunasapoti ushujaa wake, alifaulu kupokonya ile silaha. Kwa bahati mbaya wale wahalifu walikimbia, lakini alifaulu kubakia na silaha. Sisi kama raia tumelahani vikali hali ya ukosefu wa amani katika jiji la Baraka.
Upande wake tena, muanga wa tukio hilo ameomba kwa vyombo vya usalama kumlindia usalama, kwani huenda majambazi hao wanaweza kurudi kwa mara ya pili ili kummalizia maisha. Mimi naweza kuambia vyombo vya usalama wachukue ulinzi wangu. Kwa sasa hivi gisi nimewanyang'anya chombo chao, na japokuwa nimekabidhi vyombo vya sheria, lakini niko tuna mawasiwasi juu atafika hapa, na naomba wanilinde kwa yale iliyotokea hapo nyumbani kwangu. Yaani wanikuta hapa nyumbani kwangu ndio kutokea tukio. Hii ndio safari ya kwanza mimi kunitokea hapa, ila majeshi walisema hapana, hii bunduki tutaangalia kwanza, tuangalie mainite yetu tukontrole, kwa sababu silaha ziko mingi sana katika mikono ya watu. Ila tutajitahidi kwanza kukagua kwanza mainite yetu, ndio tutaangalia kama ni waskari zetu wala ni wajambazi. Wale watu mimi iko sawa walikuwa wananivizia, kwa sababu mimi sikuwa nilistukia tu anafika tu pale na kuninyang'anya. Yaani iko sawa walikuwa wananivizia. Juu nilikuwa hapa hivi nyumbani kwangu hii mida saa 1 nasubiria chakula nitumie. Mwishowe Bwana Ichukwe Mixon, mratibu wa shirika la vijana wasomi mjini Baraka na tarafa la Fizi, ameomba kwa vyombo vya usalama kuwa makini kwa kuwa silaha zinatapakaa kiolela katika mji wa Baraka, na hiyo inasababisha mauaji kuripotiwa kila leo katika mji huu. Tunatoa wito kwa vitengo vinavyohusika na usalama. Hapa tunajielekeza kwa jeshi la taifa, kwa FRDC pamoja na wazalendo. Tunajua kazi mnayoifanya ya kutulinda pamoja na mali zetu ni kazi nzuri, lakini tunawaomba umakini. Uweni makini sana, kwa sababu watu wa nia mbaya ambao wanatumia bunduki kinyume na sheria wamejipenyeza ili wapate kuharibu uhusiano kati ya vitengo vya usalama na raia kwa kufanya hali zisizostahili za uuaji. Hicho kitapelekea watu pabaya. Wote wanaokuwa na vikundi vya watu wazalendo au jeshi la taifa au askari polisi wawe makini katika piga doria kwao. Ni lazima wajikaze kujua ni wanani wanapiga doria, ni wanani walikuwa katika eneo fulani, kwa sababu ni hilo linaweza wasaidia kujua uhalifu ni wanani. Pia waelewe kwamba kulingana na wingi wa makundi ya watu ambao wamemiliki silaha, makundi ya wazalendo, leo kumekuwa confusion katika jiji. Hilo imeletwa na nini? Kundi kuwa nyingi, pia zaidi ya kundi kuwa nyingi, kutokuwa na uongozi umoja. Waaskari wa kundi hili hawajui waaskari wa kundi lingine, na zaidi ya hayo waaskari wa kundi hili hawatii kamanda wa kundi hili. Zaidi ya yote, wakati kunapopigwa doria akujulikane ni wanani wamepiga doria leo, na hiyo ni magumu. Sisi kama vijana tumehitaji viongozi wa makundi yote ya wazalendo pamoja na viongozi wa jiji na Conseil ya Securite. Ni vema kae chini wafikirie namna wanaweza wakakordone maeffort, kutia nguvu pamoja ili kuwe kikundi kimoja ambacho kitakuwa kinafanya doria katika jiji. Tukumbushe kuwa hali ya usalama mdogo yaendelea kuripotiwa katika mji wa Baraka kufuatia vifo vya watu kupigwa risasi kila kuchao. Namu, asante sana Omari Makelele Uzile, na sasa ni muda mzuri wa kuweza kupata kurasa wa habari za michezo. Ninampisha Sudi wa Sudi Valentin ambaye na tayari amevalia hapa jezi ya Kongo. Karibu Sudi. Naam, asante sana kabisa mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Leo kuna kurasa wa habari za michezo, mpenzi msikizaji wa redio kijamii Kivu. Tuanzie na hizo habari za hapa katika mji wa Baraka, ambako tournament ya mechi za makata inayosimamiwa na baraza la vijana hapa katika mji wa Baraka awamu ya pili itaanza rasmi kupigwa siku ya 5 ya wiki tunayo tarehe 17 Oktoba mwaka 2025, ambako mechi moja itaweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba majira saa 9 kamili za jioni. Ni kwamba dabi kubwa hiyo ambayo inasubiriwa kabisa na mashabiki wengi wa hapa katika mji wa Baraka, kata ya Malala wataweza kupambana vikali zidi ya masimu wa jadi ambao ni kata ya Makampanye. Lakini siku ya 6 ya tarehe 18 ya Oktoba mwaka 2025 mechi nyingine moja itaweza kushuhudiwa, ambako itakuwa ni turu sasa ya kata ya Majengo ambao watakipiga vikali zidi ya kata ya Matata, na siku ya Jumapili ya tarehe 19 Oktoba kata ya Kalinga Nord wataweza kuwakaribisha kata ya Kibonjwa. Na kwingineko ni kwamba nyota wa klabu ya Napoli ya huko nchini Italia, Romelu Lukaku, amesema kuwa yeye na mdogo wake Jordan Lukaku wameshindwa kumzika baba yao Roger Lukaku
kwa vile wanazuiwa kupeleka mwili wake katika nchi ya Ubelgiji huko Ulaya. Roger Lukaku mwenye umri wa miaka 58 alifariki dunia mwezi uliopita katika jiji la Kinshasa hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako pia mazishi yake yanapangwa kufanyika hivi karibuni. Tangu alipofika, watoto wake Jordan pamoja na Romelu walikuwa wakipambana kupata idhini ya kumzika mwili wa baba yao huko katika nchi ya Ubelgiji, ambako aliishi kwa muda mrefu kabla ya kurudi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mauti uliweza kumkuta. Hata hivyo, hilo limeshindikana baada ya baadhi ya ndugu zao waliopo hapa katika nchi ya DRC kugoma na kusema ya kwamba Roger Lukaku ni lazima azikwe hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ndipo alipozaliwa. Ndio hivyo mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe, ni hapo ndipo naweka nukta kunako kurasa wa habari za michezo. Asante sana Sudi Valente kwa ukurasa huo wa habari za michezo. Msikilizaji, unasikiliza Radio ya Kijamii Kivu na huu ni uchambuzi wa habari. Tunatangazia mubashara kutoka jiji la Baraka kwenye masafa ya 93.0 FM. Na huko Kakungu, binti mmoja aliyeitwa kwa jina la Biosa amefariki baada ya kupigwa risasi ambayo ilikuwa inamlenga bibi yake ambaye pia amebaki na majeraha. Kitendo hicho cha ujambazi kimeripotiwa mnamo siku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo katika kijiji cha Aungo. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Kananda Bwana Masumbuko wa Misi amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho halifu. Kwake kiongozi huyo ameanza kwanza kutoa picha ya mkasa ulivyokuwa katika eneo hilo la Aungo. Pale Kakungu kulikuwa mama mmoja banamuita wa Kakungu. Hiyo majina yana kwa karavuma kile. Alikuwa na mzungu yake mwenyewe anamuita Jota. Hata ilikuwa mamja wa saa 2 wakaingia kutanda kulala. Wakasikia mlango unafunguliwa moja kwa moja na kuingia na kijana kupiga masasi. Wakati alipopiga kijana ule kupiga masasi, tulikuwa tunasikia tena walikuwa na mawazo ya kumuua yule mama. Sasa mama ndio mwenyewe alikuwa analala mbele, ule dada ule fia wa miaka 12 alikuwa analala nyuma ya ule bibi yake. Wakati alipiga ile masasi kamkamata ule mama kwa mikono, ikapita moja kwa moja hadi kule kwenye kukofie, na risasi likamkamata fia kujizida. Wote walipelekwa kwa hospitali hizi, lakini kwa bahati mbaya ule fia ndio mwenyewe alifariki, ule mama alivunjika mkono. Hiyo ni habari chache ambayo iliyopitika pale Kakungu, na ule fia ni wa pale Kanada. Tunashindwa kuelewa tujue kama ni makonflikt, na unajua hawa vijana wakichakunywa sijui wanakunywa pombe au wanakunywa bangi, labda kwa sababu ni labda tunashindwa hata kuelewa tujue kama ni makonflikt gani. Nyinyi kama viongozi mnafanya analize gani kuhusu swala la vitendo vya mauaji ya kuvizia katika njia kama na hizo inashamiri sana? Kwanza sisi tunaendelea kwa kufanya masensibilization na kufanya makikao, na tunasikitika sana kwa sababu hizi silaha zinazagaa sana, na mtu labda anaweza kuwa alikorogana mtu fulani kwenye hata kimbilia kule ni kwenye silaha. So tunashindwa kuelewa kwa sasa hivi, kwa sababu mwenyewe alifanya ile kadhaa hajulikani, na inakuwa inajulikana kama anakamatiwa, mkimuuliza ndio mnajua ni nini anafanya, lakini tunaona kuzagaa masilaha inatuletea matatizo sana. Hata hivyo, upande mwingine ameongeza kuwa ongezeko na kuzagaa kwa silaha ambazo kwa sasa zinakuwa kama mchanga. Masumbuko wa Misi, mkuu wa kijiji cha Kananda, amerejea mara tena. Tunasema unaona Kongo yetu masilahi zagaa, na hao zalendo sio wote ambao wanaojulikana. Kuna mtu ambaye alinunua silaha yake au alipata silaha yake akachunga nyumba yake na haijulikani inafanya nini. Na ndio maana unaweza kuona mema hata wizi unaendelea sana kulingana na silaha kuwa nyingi. Mfano mtu akiwa anachunga ile silaha yake nyumba yake haitajulikana, anaenda kufanya madhara usiku na anakimbia huo usiku hatajulikana. Hiyo hali ya Kakungu hivyo, je, haikuzorotesha usalama kwa upande wa raia wa eneo hilo? Kwanza inaleta hofu sana kwa sababu hizi hali ambazo zinajitokeza sio hali nzuri, na vile tutaendelea tu kuambia raia wetu, kwa sababu hii hali sio hali yenyewe inakubalika iendelee. Inaleta kabisa hofu sana kwa wakati.
inawezekana huyo mwanamke ndo alikuwa ameviziwa kuuawa na kwa bahati mbaya mjukuu ndo amepatwa na risasi. Je, maisha ya huyo mama ya baadaye kweli mnafikiri itakuwa salama, kiongozi? Unaona, ni mtu ambaye mwenyewe amepona, maana yake yenyewe haieleweki. Mimi usalama wake matatani sana, kwa sababu amepona kwenye silaha, na labda ingemkamata kwenye tumbo hivi naye tungekuwa tunasema sema ni marehemu. Kwa hiyo tutapima kushughulikia, tutapima kufuatilia tujue kisa ni nini sana, kwa sababu naye mama anaishtuka naye anashindwa kuelewa nini, lakini labda akitoka kwenye hospitali tutamuuliza na atatuambia hiyo tukio inaweza kuwa ni nini sana sana. Ambo eneo yangu kwa siku hizi kwa kweli kuku usalama unaharimishwa kabisa, pamoja na wazalendo ambao tuko nao pale Kananda, usalama huko. Na vile tutapenda kuambia serikali kulingana na hali ambayo inajitokeza, ni lazima washike rondo au washike usalama nzuri, kwa sababu ya raia kuwe na amani. Na huko Kamituga, shirika la raia ndani ya mji wa Kamituga jimboni Kivu ya Kusini limetaja kusikitishwa na hali mbaya inayoendeshwa na waasi wa M23 kwa kuzuia gari za kibiashara kwenye barabara ya kutoka Bukavu kwenda Kamituga. Akizungumza na Radio Kivu, Bwana Wisoba wa Kilongo Fiston, kiongozi wa shirika la raia, ameomba kwa serikali ya DRC kuingilia kati swala hilo, kwani wanaoendelea kuteseka ni raia wasiokuwa na hatia. Ninarudi tena kusema kama population ya territoire ya Mwenga na vile ya Kamituga inateseka na vitu vingi. Tunashangazwa bwana mwariri na mambo ambayo iko inafanyika mubarabara ya kutoka Bukavu mpaka kuja Kamituga kuja Mwenga. Magari ziko stope pale, wanajeshi wa M23. Utafahamu bwana mwariri kama jiji ya Bukavu inalisha tarafa ya Mwenga na jiji ya Kamituga. Chakula mingi ambayo tunakula Mwenga, tunakula Kamituga inatoka Bukavu. Na madroit internationaux ina reconnaître couloir humanitaire. Ina reconnaître le banaita couloir humanitaire. Mena tuko surpris, tunashangazwa. Inakuwa kama siku kadhaa hii wanajeshi wa M23 wanafungia magari zenye zilikuwa zinaleta chakula tarafani Mwenga na jini Kamituga njia. Population inakufa na njala. Atujue kama ile njo suwe ya communauté internationale, atujue kama ile njo suwe ya Union Européenne, atujue kama ile njo suwe ya MONUSCO, atujue kama ile njo suwe ya États-Unis et les autres pays benye biko bana intervenir ma dialogue ya DRC na M23. Wanapaswa pia kurespecter ma droits internationaux yenye na reconnaître couloir humanitaire. Est-ce que suwe yabo ni kuua population yote ya tarafa ya Mwenga, ni kuua population yote ya jiji ya Kamituga porque tukufe na njala, tukufe na masasi, tukufe pia na njala mwinchi yetu? Vraiment, hata kama tuko muvita, tuko na madroit zetu shie population. Hata kama tuko muvita, tuko na droit ya kukula, tuko na droit ya kukunywa, tuko na droit ya kunawa, tuko na droit ya matunzo, tuko na droit ya kila kiplipara ya madawa yenye nasaidia Mwenga na Kamituga inatokea Bukavu. Mabanki mondiale manini ambao inatusaidia msaada ya madawa inapita mwa route national numero 2 kutokea Bukavu kuja Kamituga. Alors watu kuma hospital hawapati tena madawa. Madawa kama zilikuwa magari pale zote zinafungiwa pale. Alors tunajiuliza. Upande mwingine, kiongozi huyo ameomba kwa uongozi wa AFC M23 kutokunyanyasa raia kwa kuendekeza maslahi yao ya kisiasa, kama alivyorejea mara tena Bwana Wisoba wa Kilongo Fiston. Tunauliza kwa communauté internationale, tunauliza kwa Union Européenne, tunauliza kwa MONUSCO et les autres. Est-ce que hatuna droit chez batoto ya Mwenga na batoto ya Kamituga couloir humanitaire juu ya ukwa servi na mabitu ambazo tuko nazo? Lazima shie population mutu epargne na mainteret ama na makonflit politike yenu. Tunaambia waongozi wa AFC M23 ambao watatusikiliza, watu epargne na makonflit politique na mainteret politique. Shie population tuko ba innocente, atujue tunafia nini.
Nous avons droit kukulware humanitaire. Ni droit yetu, tunapasha pata chakula, tunapasha pata madawa, ni droit yetu. Ndio maana tunasema communauté internationale ba intervenir. Inakuwa kama wiki mbili hii Kamituga na Mwenga hakuingie gari ya chakula, yote iko bloke pale, hakuingie madawa. Banapenda tukufe. Hii ni malalamiko ya raia ya tarafa ya Mwenga na jijini Kamituga kupitia shirika ya raia Bureau des Inspecteurs des Droits de l'Homme. Msikilizaji, na kwenye habari ya kitaifa, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ameanzisha vuguvugu la Tuokoe DRC, huku serikali ikilaani kuhusu njama huko Nairobi na wachambuzi wa kisiasa wakiona jitihada za kutafuta faida binafsi. Safari Alimasidilwe anatujuza mengi. Naam, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameweka saini kwenye azimio la kuundwa kwa vuguvugu la kisiasa lenye jina Sauvons la République démocratique du Congo, ikiwa na maana tuokoe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imetambua Joseph Kabila kama kiongozi wake. Hivyo ni baada ya kuendeshwa kwa mkutano wa siku 3 mjini Nairobi nchini Kenya, mkutano ulioitishwa na kuongozwa na Joseph Kabila ukijumuisha baadhi ya wapinzani wa serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Jukwaa hilo jipya la kisiasa limetangaza kutokubali kabisa uamuzi wa mahakama ya kijeshi kwa kumhukumu kifo rais mstaafu, likiutaja kuwa batili kwa madai kuwa unakiuka vifungu vya sheria vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake imeonyesha msimamo wa ukosoaji mkali dhidi ya mkutano huo ulioendeshwa chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila huko Nairobi nchini Kenya. Akizungumza kutoka Washington DC, msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema kuwa huo ni mkutano unaokutanisha watoro na watu waliokwisha kuhukumiwa na vyombo vya sheria vya Kongo katika jiji ambalo kwa mujibu wa Muyaya inageuka polepole kwa makao makuu ya njama dhidi ya DRC. Nini malengo ya mkutano huo? Ni yapi manufaa yake kwa jamhuri? Kwa kujibu swali hizi, tunajiunga na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Isaac Alifizi kutoka huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Ilikuwa kwanza na malengo yao ya kuunganisha ba opposant. Kwanza Kabila amehukumiwa kwa sababu iko akize kuwa chef direct wa M23. Sasa anapenda kuunga wengine wa opposant wa nchi ya Kongo baweze kufuata lite yao bila kujua, bila kujitambua. Wamesema kama wanaunda movement mpya inaitwa Sauvons la République. Msimamizi mkuu wa movement ni Joseph Kabila. Sio mara ya kwanza pa Nairobi kunapitikana mambo ya hivi. Kabila amefanya miaka 18 kupouvoir. Miaka 18 ameacha nchi mwali gani na nafasi gani? Yeye ndiye aliweza kushusha nchi ndani ya tundu, kushusha nchi kuendelea na ishusha, na mkongomani mwenye akili kwa sasa awezi akasutenir hii movement, paske ni movement yene inajitokea na bit kuangusha regime ya Tshisekedi. Wao wanamwakizi Tshisekedi ni dictator au na mambo fulani fulani. Sio kusema kama tunapaka mafuta regime ya Tshisekedi, ila kwa muda kama na huu muda wa vita wananchi wanapaswa kuungana njia moja na kutafuta masolution. Solution itatoka kwa watu ambao walifanya miaka 18 hawakuweza kutengeneza. Mpenzi msikilizaji, ni ndio tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Na ni kupitia habari hiyo ya kitaifa ndipo naenda kutamatisha uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru wewe mpenzi msikilizaji ambaye ulikurubia redio yako kuanza mwanzo hadi sasa. Nishukuru pia wenzangu wote wahariri walionisaidia kukuletea na kuandaa habari hizi. Mimi niliyekuletea usomaji huu ni Isaac Mulucha Ashibe, upande wa pili nilisaidiwa naye Omari Makelele Ozile. Hadi wakati mwingine msikilizaji, mpaka hapa na kuaga nikisema amani iwe nawe.